Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok. Like na follow page zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Kwanza ni habari za moto. Kinshasa. Raisi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila na watu wake katika tuhuma za kuungana na Corneille Nangaa na Alliance Fleuve Congo M23 na RDF. Ruchuru. Alliance Fleuve Congo M23 na RDF washerekea sikukuu ya kina mama kwa kucheza michezo ya Kinyarwanda. Ungana nasi kupitia grupu letu la Baraka One TV Worldwide Supporters kwa ajili ya kuichangia Baraka One TV kusonga mbele. Pia ungana nasi kwenye grupu letu la Baraka One TV Info ili kupata habari zetu za moto za kila siku. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Tuanze na habari hizi kutoka huko Kinshasa. Habari hizi zinakuwa za kujia kila siku kama ninavyowaambia, ni kulingana na taratibu ambazo tumechukua ili kuwa na hakikisha kwamba habari zote zinafanywa uchunguzi wa kina na zinakufikia baada ya kuwa zimepekuliwa na kupata uhakika ambao unaridhisha, sio zile habari za kuokota tu, lakini hizi zinachambuliwa na ndio maana zinakuwa zinakujia kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Tuanze na maeneo ya Kinshasa ambako raisi wa zamani bwana Joseph Kabila Kabange na watu wake katika tuhuma za kuungana na Corneille Nangaa pamoja na Alliance Fleuve Congo M23 na jeshi la Rwanda RDF. Katika hali ambayo mpaka sasa inaleta wasiwasi ndani ya serikali ya Kinshasa, ni kwamba watu walikuwa karibu na raisi wa zamani wa DRC bwana Joseph Kabila Kabange hawaonekani jijini Kinshasa, kitu ambacho kinawapa wasiwasi viongozi wa sasa na kufikiria kwamba labda watakuwa wameungana na muasi Corneille Nangaa na Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda. Vijana wengi ambao walikuwa pembeni na raisi wa zamani bwana Joseph Kabila kwa sasa hawaonekani jijini Kinshasa. Watakuwa wameenda kuungana na Corneille Nangaa, aliuliza mbunge wa taifa Eliezer Tambo, kitu ambacho pia kilitafsiriwa vibaya na naibu katibu mkuu wa FCC bwana Ferdinand Kambere kupitia redio ya Top Congo FM jijini Kinshasa. Corneille Nangaa amekuwa akiwashawishi wanasiasa wengi kuungana naye ili kuja kuiangusha serikali ya Felix Tshisekedi, na ambao mpaka sasa wametangaza rasmi kujiunga naye ni pamoja na aliyekuwa mbunge wa zamani bwana Jean-Jacques Mamba ambaye aliongea kujiunga na movement wa Alliance Fleuve Congo akiwa nchini Ubelgiji. Katika hali ambayo sio ya kawaida ni ukimya wa Joseph Kabila na kutokujihusisha kwake na mambo ya nchi. Baadhi ya wananchi wanadhani kwamba huenda atakuwa ndiye mfadhili mkubwa wa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF kwa sababu alikuwa na ukaribu sana na alikuwa raisi wa tume huru ya uchaguzi bwana Corneille Nangaa ambaye sasa hivi ni muhasi na anaitangaza kutaka kuipindua serikali ya DRC. Ili kujihakikishia usalama zaidi, serikali ya Kinshasa imeweka mbinu mbalimbali ambazo kwa sasa zinaanza kuzaa matunda kwa kuwakamata wale ambao wako natumika na magaidi hao. Je, ipo siku Joseph Kabila naye tutasikia amekamatwa kwa kosa hilo? Tumsikie Bernard Kambere kupitia Top Congo FM jijini Kinshasa. Hii ni Baraka One TV. Les cadres du PPRD seraient-ils derrière la rébellion qui se crée notamment avec Corneille Nangaa dans l'est de la RDC? Plusieurs cadres de la famille politique de Joseph Kabila sont à l'extérieur du pays. Sont-ils en exil? Question posée au secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, rassure que leur parti ne soutiendra jamais un groupe armé. Pour lui, ceux qui sont à l'étranger sont tout simplement en vacances. Notez que l'ancien président de la Ligue des jeunes de ce parti, Papi Pungu, ancien membre du gouvernement, a été arrêté il y a quelques jours à la frontière avec la Zambie. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, ignore pourquoi leur camarade du parti est arrêté. Ferdinand Kambere, joint au téléphone par Barik Bouema.
Laissez-moi rigoler de tout ce qui est en train d'être prouvé par le régime actuel, qu'ils sont au bout d'arguments, ils sont au bout de stratégies de vouloir tout lier au FCC. On veut croire qu'on va s'accrocher au FCC peut-être pour atteindre l'autorité morale du FCC, le Raïs Joseph Kabila Kabange, qu'il est derrière le M23. Non, le Raïs ne fera jamais ça. Mais qu'est-ce qui justifie le départ à l'étranger de plusieurs cadres du PPRD? Certaines personnes parlent même de l'exil de plusieurs cadres du PPRD. Les gens qui partent à l'exil, comme tu as dit là, qui sont en vacances, nous savons qu'il y en a qui sont des députés qui peuvent se taper des vacances. Nous sommes en fin d'année, ils n'étaient pas concernés par cette course électorale, donc ils peuvent aller où ils veulent pour se reposer. Celui qui ira pour un autre but, on le saura, qui s'est engagé dans un autre schéma qui n'est pas un schéma d'Iraïs. Et je ne pense pas quelqu'un qui a des convictions kabylistes qui puisse aller s'engouffrer dans quelque chose qui est en train d'œuvrer contre la population, contre la souveraineté de notre peuple. Un des cadres de votre parti, ancien président de la Ligue des Jeunes, vice-ministre honoraire, a été arrêté à la frontière de Lusaka en Zambie. Sa résidence a même été perquisitionnée. Savez-vous ce qu'on reproche à Papi Pungu Luamba? Jusque-là, pas encore. Et le FCC, par un communiqué, l'a dénoncé. Pourquoi vous arrêtez quelqu'un et vous ne le mettez pas à la disposition de la justice? Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ruchuru. Alliance Fleuve Congo M23 na RDF washerekea siku kuu ya kina mama kwa kucheza michezo ya Kinyarwanda. Katika mazingira ya kawaida, huwezi amini ama kukubali kwamba Kongo kuna kabila la Wanyarwanda na pia wanaocheza na kutimiza tamaduni za Kinyarwanda kama sio Wanyarwanda pekee. Jana tarehe 8 mwezi wa 3 2024 ilikuwa ni sikukuu ya wanawake duniani, na nchini DRC pia walisherekea kwa kuomboleza huku wakivalia nguo nyeusi inayoonyesha matanga, pia ili kuwakumbuka mamilioni ya raia wasio na hatia waliokufa kutokana na vita inayoendelea mashariki mwa DRC. Kitu ambacho kilikuwa ni tofauti sana na uko Ruchuru na maeneo mengine ambayo magaidi wa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF wanadhibiti, ambako waliwavisha wanawake nguo za asili ya Wanyarwanda na kuwachezesha densi za Kinyarwanda, kitu ambacho ni tofauti na asili ya makabila zinazopatikana nchini DRC. Hali kama hii inaonyesha dunia kwamba wanaopambana sio wa Kongo bali ni Wanyarwanda wanaotaka kuichukua Kongo kwa kinguvu, kwa sababu laiti ingelikuwa kwamba M23 ni wa Kongomani, basi wasingecheza michezo ya asili ya Rwanda na lazima wangevaa kama kina mama wote nchini DRC walivovaa, ili kuomboleza mamilioni ya watu ambao wanapoteza maisha wasiokuwa na hatia kwa vita zinazoendelea mashariki mwa DRC. Jeshi la Rwanda na Uganda wamekuwa wakiwaingiza raia kutoka nchi zao kisirisiri na kuwaleta DRC, kisha kuwafanya kama raia wa nchi hiyo, kitu ambacho sio kweli na kinafanya vita kuzidi kuwa kubwa, na hivyo kusababisha watu wengi kuendelea kupoteza maisha mashariki mwa DRC. Mpaka sasa hivi, maelfu ya wanajeshi wa Rwanda na Uganda wamepoteza maisha nchini DRC na kuwaacha mayatima wengi katika nchi zao na wajane wasiokuwa na hesabu. Hii ni Baraka1 TV. Asante kwa kuendelea kutizama Baraka1 TV. Asante pia kuendelea kushare, kusubscribe na kulike. Sasa hivi tunaelekea kupiga K9
endelea kushare, endelea kusubscribe, endelea kucomment pia, ili tuhakikishe kwamba mwezi huu wa 3 unaisha tuwe tumekamilisha K10, kwa sababu nguvu zako wewe ndio kitu pekee ambacho kinafanya pia na sisi tuwe na nguvu na kuzidi kusonga mbele. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga.